الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Mheshimiwa mwenyeji wetu, Mheshimiwa Furaha, pamoja na wenzako wote wa FM Media, Furaha Media, Mheshimiwa Sheikh wa wilaya ya Kinondoni na Sheikh wa wilaya ya Korogwe, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kinondoni, Sheikh wetu wa kata, mashekhe wengine wa kata kama wapo, Mariamu Mtambo, mwenyekiti wa jumuiya ya kina mama mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na kina mama wote mliopo katika meza kubwa, na kina mama wote ambao wamehudhuria kutoka sehemu mbalimbali na taasisi mbalimbali, mashekhe, walimu na wageni waalikwa, waandishi wa habari, vyombo vya ulinzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ni kushukuru shukurani yenye kufuatana na kukupongeza Mheshimiwa Furaha kwa jambo hili kubwa ambalo umelifanya na ambalo umefanya kumbe kwa miaka 5 nyuma. Mwenyezi Mungu akustawishe wewe na Furaha Media muweze kufanya mambo kama haya mara kwa mara, kwa sababu yenyewe yanajenga umoja, yanajenga mapenzi na upendo baina ya jamii, na yanaondosha wasiwasi baina yako na baina ya watu, kuonekana kwamba ni kijana mzuri uko pamoja na watu. Lakini halitoshi kuwa pamoja na watu, unawajali watu, na ndio maana unaweza ukatoa gharama kubwa kama hii na ukaamua kuwaalika watu. Na sikwambii katika eneo hili la Mikocheni ambalo ni eneo lako na ndiko wewe unafanya shughuli yako katika eneo lako. Ghaliban watu wanafanya katika mahoteli makubwa mbali na maeneo yao, lakini wewe umefanya shughuli hii katika eneo lako. Hii ni kuonesha kwamba una mapenzi na watu wa eneo lako. Mwenyezi Mungu aendelee kupata taufiki ya namna hiyo, uendelee kufanya kazi kubwa kama hii. Kwa vijana wa rika lako, tumeona wachache katika mwezi huu walioweza kufanya jambo kama hili la kualika watu kwenye futari kama hii, wakakusanyika watu mbalimbali, wanaume na wakina mama, vijana, wazee. Ni wachache tumeona katika mwezi huu, lakini tunashukuru kwamba umeweza kufanya kitu kama hiki. Lakini kubwa na la ajabu na la kushangaza na la kusifiwa na kupongezwa ni kwamba wewe si Muislamu, kisha umelifanya jambo ambalo linahusiana na Waislamu. Hili jambo anaweza kujiuliza mtu, inakuwaje kwamba huyu bwana Mheshimiwa Furaha yeye si Muislamu, kisha anafanya jambo ambalo linawahusu Waislamu, alafu hana kigegezi katika jambo hilo. Hii ni kuonesha kwamba wewe unawapenda watu aina zote na unao pamoja. Na niwakumbushe Waislamu, hata wasiokuwa Waislamu, kwamba Uislamu ni dini ambayo imeleta umoja na mshikamano, mapenzi, na ina namna nyingi za kuangalia, namna za kuishi na watu pamoja, lakini kuishi na watu wa madhahibi mbalimbali, lakini pia kuishi na watu wa dini mbalimbali. Hata Mwenyezi Mungu akasema, la yanhakumullahu 'anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Kwa ufupi ni aya inazungumzia masala ya kwamba Mungu hawakatazi Waislamu kushirikiana na watu wasiokuwa Waislamu, muda kuwa hawana ugomvi nao. Wale watu hawana ugomvi na Waislamu, wala Waislamu hawana ugomvi na watu wale. Mwenyezi Mungu hawakatazi kushirikiana nao na kuwafanyia uadilifu, na yeye Mwenyezi Mungu anawapenda sana watu wenye kufanya uadilifu.
Uislamu haujakataza kuamiliana na wasiokuwa Waislamu, na haya ni maudhui yamezungumza kwa upana, mahala pake sio hapa. Ni subject ndefu kidogo ambayo inasema at-taamulu ma'a ghairi al-muslimin, yani kuamiliana na wasiokuwa Waislamu. Uislamu umeishi vipi katika huu ulimwengu? Umeishi peke yake? Uislamu haukuishi peke yake, umeishi na watu wasiokuwa Waislamu na wameamiliana katika mambo mbalimbali, na amelitawalia mwenyewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hali hiyo ndio maana umeona tumekubali tumekuja kushirikiana na wewe, tunakupongeza, tuna furaha na wewe, na Mtume ametufundisha kwamba katika mambo bora yanayotakiwa mtu kufanya ni kumfurahisha ndugu yake. Kwa hiyo na sisi tumekuja kukufurahisha, kama ambavyo unajua kwamba mimi nilikuwa mbali. Jana mimi nilikuwa na kazi ya kufuturisha kama hivi Tanga kule, nimemaliza, tumerudi, kundi kubwa tumerudi, watu wengi wa Dar es Salaam walikuja, lakini kwa sababu ya kutaka kuwahi shughuli yako, nikupongeze kwamba shughuli yako imefana, na Mwenyezi Mungu ataibariki, mwakani itakuwa kubwa zaidi. Na nimekuona wewe ni mtoto Mtanzania hasa ambao unaipenda Tanzania. Katika hotuba yako nimefuatilia, nimeona umezungumza sana masuala ya amani katika nchi. Yani unaitakia nchi iwe na amani, iwe nchi ya kupendeza, iwe nchi ya utulivu, iwe nchi ya mshikamano, jambo ambalo ni jambo kwa uchache sana kulisikia kwa vijana hivi, lakini nimeona umeligusia, ili kuonesha kwamba unapenda nchi yako. Lakini pia nimekuona katika kuzungumza kwako pia umegusia kumwombea dua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumwombea taufiki ya kuweza kufanya shughuli zake kwa weledi na mafanikio. Na hayo ndio yanayotakiwa mtu katika nchi aishi katika maisha namna hiyo, kuipenda nchi, kuiombea amani na utulivu nchi, na kumwombea kiongozi anayekuwa katika nchi aongoze vizuri. Mimi kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania leo sitakuwa na maneno mengi, kwa sababu pia kuna shughuli msikiti wa Mtoro leo, na mimi ndio msimamizi mkuu, tutakuwa huko. Kuna mambo mengi yatafanywa, mtayaona katika TV. Nikutakie kheri wewe na Furaha Media, muendelee vizuri. Wasia wangu kwamba muishi na watu vizuri. Mtu akiwa anaishi na watu vizuri, Mwenyezi Mungu anampa baraka. Mtu akiwa anaishi na watu ovyo ovyo, Mwenyezi Mungu anaiondosha baraka kwake. Na hiki ndio kipengele ambacho watu wengi wamekikosa. Mtu hatakiwi awe na matusi, mtu hatakiwi mtu ashutuma, mtu hatakiwi awe mtu mkunja uso. Uwe na talaqatul wajhi, yani uso wako saa zote unaonesha kwamba wewe ni mtu mzuri, una furaha. Na wewe tangu nimekujua, nimekuona uso wako una ukunjufu, unaonekana furaha kama jina lako lilivyo. Basi Mwenyezi Mungu akujalie, na sisi Mwenyezi Mungu atujalie sote ambao tumeweza kuhudhuria. Lakini tuombe Mungu vile vile waliopika iftari wakasimamia, waliopewa jukumu la kusimamia mambo ya iftari yao ni nzuri. Mwenyezi Mungu awajalie waendelee kuwa wapishi wazuri. Moja ya mambo yanayotunyanyua Tanzania ni wakina mama kuwa ni wapishi wazuri. Kila anayekuja, awe anatoka Ulaya, awe anatoka katika nchi za Afrika yote, akila chakula cha hapa anaona hajawahi kula chakula kizuri kuliko chakula cha Watanzania. Na nadhani na sisi wenyewe watu wa Tanzania ni watu wazuri. Kila mmoja anayetuona anatuona ni watu wazuri. Na ndio maana utaona hata wanafunzi tuliowapeleka Morocco kwenda kusoma katika chuo kile cha kule Morocco, wao katika nchi 48 ambazo zina wanafunzi pale, nambari 1 ni Tanzania, kwa kuonesha ukunjufu wa uso, watiifu, wanajua kuzungumza, wana heshima. Hii inatupa jambo kubwa sana, inatupandisha daraja na kuirufaisha au kuinyanyua bendera ya Tanzania, na kumfanya hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania asikike vizuri katika mataifa. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.